إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم آمين. عباد الله، بعدكم من الله جل وعلا لكم صلي عليه الصلاة والسلام. نزلها نسلسل محاضراتيته katika eneo hili la Mnazi, hiyo katika eneo hili la Kompazi, ambayo ni siku ya Jumamosi ya Rabiul Awwal, mwezi wa Rabiul Awwal, siku ya tarehe 5 mwaka 1447 Hijiria, sawa na mwezi wa 9 tarehe 27 katika mwaka wa 2025 miladia. Ayo hiba kile ambacho tumekusudia kuzungumza biidhni karimu kwa muda huu, tuzungumzia al-alaqatu baina al-jinn wal-ins wama yajri bainahuma, mafungamano ya jini na mwanadamu au mafungamano ya jini na mwanadamu na jini na yale mambo yanayopita katikati ya viumbe hao. Na kwa nini tuzungumzie mada hii? Nazungumza mada hii kwa sababu ya namna ya jamii ilivyozongwazongwa na haya masala. Watu wengi wakawa hawafahamu halisia wa mambo hizo, lakini pia wale tuliotegemea kwamba labda wao wanafahamu mambo yalivyo, pia nao wakawa hawafahamu mambo yalivyo. Kwa jamii ikaishi katika wakati mgumu, haijui kipi kifanye, kipi kinaendelea katika ulimwengu wa wanadamu na majini. Ndugu zangu katika imani, ulimwengu wa wanadamu ni alamu al-mushahada, ulimwengu huu ambao tunaoshuhudia, na ulimwengu wa majini unaitwa al-alamu al-ghaibiyya, ni ulimwengu wa ghaib, ulimwengu ambao sisi hatuoni na kuwashuhudia majini, bali majini wanatuona kutushuhudia. Na mafungamano yao baina ya mwanadamu na jini, kuanzia pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-Adam, alipomuumba Nabii Allah Adam, ilionyesha wazi kwamba mapingano yao hayakuwa mtu na rafiki yake. Ilionyesha wazi kwamba mafungamano yao hayakuwa mtu na rafiki yake, bali mafungamano ya baina ya mwanadamu na jini katika mwanzo kabisa wa kuwepo kwa mwanadamu, lakini pia kuwepo kwa jini, ulikuwa ni alaqatul adawa bainahuma, ilikuwa ni mafungamano ya uadui baina yao.
ilikuwa ni mafungamano ya uadui baina yao, uadui ambao umeandikwa katika historia ya Uislamu, na kwamba uadui huo utakuwa ni uadui endelevu ila an yaritha Allahu al-ardha man alaiha, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapoirithi hii ardhi na vilivyomo katika hii ardhi. Kwamba jini kwa asilimia kubwa hamtakii wema mwanadamu, pamoja kwamba mwanadamu anaweza akadhania kwamba jini anamtakia wema. Hivyo ndivyo ilivyoanza baina ya Adam na baina ya Ibilisi. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika sura al-Baqara, amezungumza kisa cha Adam kama kutupa mwelekeo namna jambo lilivyokuwa. Kuanzia aya 30, 31, 32, 33, 34, 35, akasema وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. kumbuka Muhammad aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi najalia katika hii ardhi kiongozi. Khalifa ambaye atakuja kuimarisha ardhi, khalifa ambaye atakuwa ndio hakimu katika ardhi, khalifa ambaye atakuwa ni mtawala katika ardhi. Ukumbuke tangazo hili la Allah subhanahu wa ta'ala alilolitoa kuwapa malaika, alikuwa tayari ulimwengu wa majini ulikuwa upo na Ibilisi alikuwa yupo. Na hapa ndipo ambapo Ibilisi alipoingiwa na hasad, kuona tangazo la utawala, tangazo la uendeshaji wa ardhi, tangazo la kuimarisha ardhi, atakabidhiwa kiumbe ambayo bado haipo, ila Allah anakusudia amtengeneze, Allah anakusudia amuumbe ili awe kiongozi. Najua hasadi ni sehemu ya viumbe. Hasadi ni sehemu nini ya viumbe? Kwamba kwa nini mimi nipo sijapewa hilo jukumu? Kwa nini mimi nipo sijapewa kuwa mtawala wa ardhi? Kwa nini mimi nipo sijapewa kuwa niwe kiongozi katika ardhi? Kwa nini apewe Adam tena ameumba muda ambao mimi nimekwisha kuumba? Hapo ndipo ambapo tayari tatizo lilianza baina Adam na baina nani? Ibilisi. Malaika wakasema, qalu atajalu fiha man yufsidu fiha, unajalia katika ardhi ambaye atafanya ufisadi ndani ya ardhi, wayasfiku fiha wayasfiku dima, na kumwaga damu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, na sisi tunakusabbihi na tunakutakasa. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah akasema mimi ninajua kile ambacho nyinyi hamkijui. Akaonyesha kwamba lile alilokusudia kumuumba Adam bado lipo pale pale, bado lipo pale pale. Kwa malaika walisema hawa wanadamu watafanya maasi katika ardhi. Akaendelea kusema Allah kutufahamisha namna ya mwanzo kabisa wa uumbaji, kuumba kwa Adam. Akasema baada ya kwamba Allah amekwisha kumuumba Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. hizi aya zikaenda mpaka ikafika katika aya ya 35, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Nakumbuka Muhammad tulitoa amri kuwapa malaika wamsujudie Adam,
wote walimsujudia Adam isipokuwa Ibilisi alikataa. Lakini pia si kukataa tu, wastakbara wa kana minal kafirin, alifanya kibri na akawa ni miongoni mwa makafiri. Ibilisi alikataa kumsujudia Adam. Ibilisi alikataa kumsujudia Adam, na hapo ndipo ikaonyesha uadui wazi baina ya Adam na baina ya Ibilisi. Katika sura Al-A'raf aya 11 ikasema walakad khalaqnakum thumma sawwarnakum, hakika sisi tumekuumbeni kisha tukakutengenezeni sawa sawa. Thumma kunna lil malaika, kisha tukasema kuambia malaika sujudu Adam, msujudeni Adam, fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin. Siku Iblisi hakuwa miongoni mwa wale ambao walisujudu. Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi albaligha akamuuliza Ibilisi, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka, kitu gani kilikuzuia kumsujudia Adam ule muda ambao nimekwisha kukuamrisha? Hiyo ni aya 12 katika sura Al-A'raf. Qal, akatoa jawabu Ibilisi akasema, ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mimi uliniumba kwa moto na wanadamu ulimuumba kwa mchanga. Akaleta kiasi cha ubora wa matilio, akaleta kiasi cha ubora wa matilio kwa muonekano, akapata jawabu kwamba matilio ya moto ni makubwa na matilio ya udongo ni matilio zaidi. Baada ya hapo akapata hukumu ya kwamba Adamu ni mtu zaidi na yeye ni mtu ambaye amekomaa kwa sababu kombo la moto. Lakini si kwamba kuna elimu ambayo ameitumia katika hilo. Ametumia kipimo cha kiakili, ametumia kipimo cha kimatamanio ambacho hakikuwa kipimo sahihi. Alikataa. Zote hizi zinaonyesha kwamba mwanzo wa kuwepo kwa Adam ambaye amemkuta Ibilisi haukuwa na mafungamano mazuri, haukuwa na mafungamano mazuri kabisa, haukuwa na mafungamano mazuri. Na baada ya hapo tutasoma pia katika Qur'an katika sura Al-Hujr kuanzia aya 30 pia ikasema illa ibilisa aba an yakuna min as-sajidin. Ibilisi alikataa kwa miongoni mwa watu ambao wamesujudu. Hizi aya zikaendelea, qala ya ibilisu ma laka alla takuna ma'a as-sajidin, una nini mbona hujawa miongoni mwa wale ambao wamesujudu? Qala alam aqul asjuda li-basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, siwezi kumsujudia kiumbe ambaye umemuumba kwa udongo. Qal fakhruj minha fa innaka rajim, akamwambia toka, wewe utakuwa umekwisha Quraniwa, wa inna alayka la'nata ila yawmiddin, na laana yangu utaendelea nayo mpaka siku ya kiyama. Qala rabbi fanzurni ila yawmi yub'athun, akasema Allah nipe muda mpaka siku ya kufufuliwa. Qala fa innaka min almunzirin, akasema wewe umepewa muda mpaka siku ya kufufuliwa, ila yawmi alwaqti alma'lum, mpaka ile siku maalum. Qala rabbi bima aghwaytani, akasema ya Allah kwa sababu mimi nimenipoteza, la uzayanna lahum fil ardi wal aghwiyannahum ajma'in, hawa nitawapambia mambo katika ardhi na wallahi nitawapoteza wote illa ibadaka minhum almukhlasin, isipokuwa wale waja wako wenye ikhlasi ya kweli. Hapo ni aya 40. Alimuhimu ndugu yangu Muislamu, ikaonyesha kwamba mafungamano baina ya mwanadamu na jini
ni mafungamano ya uadui na si mafungamano ya mtu na rafiki yake. Hujja mafungamano ya uadui na kwamba si mafungamano ya mtu na rafiki yake, kama vile ambavyo watu wengi wamejisahau katika hilo. Watu wengi wamepoteza mwelekeo katika hilo. Wao wakatengeneza urafiki baina yao na baina ya majini, wakati urafiki ulikuwa haupo baina ya mwanadamu na baina ya majini. Ukisoma katika Kahfi aya ya 50, Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kutufahamisha ulimwengu wa ghaibi akisema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, nakumbuka Muhammad tulimwambia malaika wamsujudie Adam, fasajadu illa iblisa, walisujudu isipokuwa iblisi, kana minal jinni, iblisi yeye alikuwa katika majini, fasaka an amri rabbih, akapinga amri ya Mola wake. afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni, hivi mnamfanya ibilisi na kizazi chake ni rafiki yenu, wa huwa lakum adu, na hali yakuwa yeye ni adui. Bisa lidhalimina badala, ni badala mbaya waliochagua madhalimu. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya yukhbiru ta'ala an adawati ibilisi al-adam wa dhurriyyatihi, anaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala uadui baina ya ibilisi wa Adam na kizazi chake, akitukumbusha kwamba hakukuwa na mafungamano mazuri baina ya mwanadamu na jini. Ninyi mligeuka wapi? Ninyi mlifika katika hatua ipi mpaka mkawa nyinyi na majini marafiki? Yani asili ya uumbaji wa mwanadamu na asili ya uumbaji wa jini hakukuwa na mafungamano ya urafiki. Ikisha wanadamu wakatengeneza mafungamano ya urafiki na majini, Allah subhanahu wa ta'ala akaona viumbe wake namna walivyopoteza mwelekeo, akataka kuwakumbusha, pamoja na kwamba ukumbusho umekwisha kutajwa. Akasema tu afa tattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni, hivi mnamfanya ibilisi na kizazi chake ni rafiki yenu, wa huwa lakum adu, na yeye ni adui. Ingekuwa inatosha hapa tattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliyaa, ingekuwa inatosha. Mnamfanya ibilisi na kizazi chake ni rafiki yenu, ingekuwa inatosha, kwa sababu ishatangulia kufahamishwa kwamba hakuna mafungamano mema baina ya jini na mwanadamu. Na hivyo ndivyo ilivyojiri katika uumbaji ambao Allah subhanahu wa ta'ala alifanya kwa Adam, na namna ilipotokea baada ya uumbaji yeye na ibilisi. Lakini zama zikaenda, zama zikalipuka, wanadamu wakaanza kuwafanya majini na rafiki zao, wakaanza kuwakaribisha nyumbani, wakaanza kuabudu, wakaanza kuwajengea vijumba, wakaanza kuwapa sadaka za mbuzi na ng'ombe na kuku. Allah subhanahu wa ta'ala akasema afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya, mnamfanya shetani na kizazi chake ni rafiki yenu, wa huwa lakum adu, hali yakuwa ni adui yenu. Bisa lidhalimina badala, ni badala mbaya waliochukua madhalimu. Katika tafsiri Imam Sa'di anasema yukhbiru ta'ala an adawati ibilisi al-adam wa dhurriyyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya anatufahamisha uadui baina ya Adam na ibilisi. Asili yao walikuwa ni maadui na sio marafiki. Asili yao ilikuwa ni maadui na sio marafiki. Hichi ndicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakieleza. Wa anna Allah amara almalaika bisujudi Adam, Allah aliamrisha malaika wamsujudi Adam ikraman wa ta'zima, wa kumkirimu na kumwadhimisha, wa imtithala li amri Allah ta'ala, na kutekeleza amri ya Allah. Famtathalu dhalika, wakatekeleza hilo. Illa ibilisa kana min aljinni fafasaka an amri rabbih, isipokuwa ibilisi ni katika majini, alikataa amri Allah. Asjudu liman khalaqta tina, je nimsujudie yule aliyeumbwa na mchanga? قال أنا خير منه، قسم مني بورا كل بيت. فتبين بهذا عداوته لله والأبيكم ولكم، لككبينكين هذي ولو إبليس kwa Allah na kwa bainu Adam, lakini na kwenu wadu wake ni wawazi kabisa. Wadu wake ni wawazi kabisa, wadu wake haujajificha kabisa.
فكيف تتخذونه وذريته أي الشياطين vipi mnamfanya ibilisi na kizazi chake mashetani wa kijini auliya min duni ni kipenzi kuliko mimi Allah وهو لكم عدو بئس للظالمين بدلا أي بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية للشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر ni badala mbaya waliochagua madhalimu kumfanya ibilisi ni kipenzi chao, kumfanya ibilisi ni jamaa yao, ile hali hawaamrishi katika mambo ya uovu, hawaamrishi katika mambo ya munkari. Wilayatu Rahman alladhi kullu sa'adati wal falah was surur fi wilayatihi, na wakaacha kumfanya Allah ni kipenzi, wakaacha kumfanya Allah ni kipenzi chao, na kuwa kipenzi cha Allah ndani yake ndio kuna saadatu al-insan, kuna kufaulu kwa mwanadamu, ndani yake kuna falaha al-insan, ndani yake kuna sururu al-insan. Huwezi ukapata kufaulu, huwezi ukapata furaha kama upo nje ya mapenzi yako na Allah, upo nje ya kuwa wewe Allah ndiye kipenzi chako. وفي هذه الآية na katika hii aya ambayo tumeisoma, aya ya 50 katika sura Kahfi, inatuonyesha ya kwamba hasu ala istikhadhi shayatin aduwan, kuna kuhimizwa tumfanye shetani ni adui. Tunahimizwa tumfanye shetani nani? Ni adui, wala tusimfanye shetani ni rafiki. Na nyingine za Qur'ani ambazo zinaonyesha namna mwanadamu anavyotakikana kufungamana, au mwanadamu namna anavyotakikana kuwa na mafungamano na nani? Na jini, kwamba mafungamano mwanadamu na jini hayajengewa katika swala la urafiki. Hakuna urafiki baina ya jini na mwanadamu. Qur'ani imekwisha kueleza kwamba mwanadamu na jini ni mtu na adui wake. Mwanadamu na jini ni mtu na adui wake. Malaza shadidi, kwa masikitiko makubwa, tuna waislamu wengi ambao wamemfanya shetani ni rafiki yao. Tuna waislamu wengi ambao wamemkaribisha shetani majumbani kwao. Tuna waislamu wengi ambao wamemkaribisha shetani kwenye miji yao, alafu wakamfanya ni rafiki. Wa huwa lakum adu, ile hali kwa wao ni adui. Lakini kwa nini walimfanya shetani ni adui? Kwa sababu shetani aliwapa zawadi moja, yukhbiruhum bil umuri al-ghaibiyya, anawafahamisha wao mambo ya kighaibu, wakaona ni zawadi bora ya kumfanya ni rafiki. Wakamfanya ni rafiki bora. Kwa nini? Anawafahamisha baadhi ya vitu wasivyovijua. Wakaona kwa kufahamisha baadhi ya vitu wasivyovijua, hiyo ni fursa. Hiyo ni nini? Wakiona hiyo nini? Hiyo ni fursa kwao. Kwa sababu kuna vitu wanafunuliwa ili kuwa hawajui, mpaka majini yalipokuja wakawafunulia. Naona mjano? Ni maana kwa lugha nyepesi, yani wamehongwa. Yani wanadamu wamehongwa. Sasa hii hongo waliopewa wakasahau kwamba huyu anatuhonga ni adui. Unaelewa? Yani mwanadamu kapewa rushwa. Sasa hiyo rushwa kasahau kwamba alimpa rushwa ni adui, akamfanya rafiki. Na hivyo ndivyo nyoyo za wanadamu zilizo. Sasa katika hayo mambo ya ghaibu ambayo shetani anamfahamisha mwanadamu, ala nauaini, yapo mambo ya sampuli mbili: ma yataalaku bi umuri al-ghaibiyya wa ma yataalaku bi umuri al-mushahada au al-waqi'a al-madhiya. Ni mambo ya ghaibu, mambo yasionekana kabisa, au mambo yanayofungamana na ulimwengu unaoonekana lakini ni mambo yamepita au yanayokuja. Mathalan, al-qismu al-awwal, kigawo cha kwanza ambacho ndiyo hongo waliopewa wanadamu na majini ili waone ni marafiki, ma yataalaku bil umuri al-ghaibiyya, ni yale yanayofungamana na mambo ya ghaibu. Wa yumkin taksimuhu aidan ila qismaini, pia
yenyewe yapo katika vigawanyo viwili. An takuna min alghaibati allati ista'thara Allah bi'ilmiha, yawe ni mambo ya ghaibu ambayo Allah yeye ameyafanya mambo hayo ni hasa kwake. Hakuna mwanadamu wala hakuna malaika wala kiumbe yote ambaye anafahamishwa. Fahadha min ihsas Allah jalla wa ala, haya mambo hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yumkinu li ay makhluqin an ya'rifa anhu shay'a, haiwezekani kwa kiumbe kujua chochote katika mambo hayo. Sawa kana min almalaika, sawa iwe ni malaika au aljinni au jini au insi au mwanadamu. ولا يكون التحدث عن شيء من هذا العلم إلا من قبيل افتراء على الله. ولا حيوي من يكذنوزيا moja katika mambo hayo isipokuwa huyo ni mzushi tu, anamzushia Allah. Wa huyo nakidhu al-imani, na pia ipo kinyume na imani. Wa mudaihi kafir, na mwenye kudai mambo hayo atakuwa ni kafir. Limuaradatihi al-ayat al-Qur'aniyya, kwa kule kugongana na aya za Qur'an allati aya ambazo ala ihsasi Allah bidhalika, Allah subhanahu wa ta'ala amejihusisha katika hayo. Kwa mfano tuna aya ya 59 katika An'am, aya ya 59 katika sura An'am, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala ana mafatihul ghaib, na hayo mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, hakuna anayefahamu hayo mambo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Hakuna mwanadamu, sawa, wala hakuna jini, sawa, wala hakuna kiumbe yoyote ambaye hayo mambo anaweza kuyafahamu isipokuwa mambo hayo anayajua Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Hayo mambo anajua Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Hakuna jini wala hakuna mwanadamu ambaye hayo mambo anafahamu isipokuwa anayajua nani? Ni Allah pekee yake. Aya 59 katika nini? Kana wa indahu mafatihul ghaib, Allah yeye ndiye anafunguza ghaib. La ya'lamuha illa hu, hakuna anayefahamu hizo funguo isipokuwa yeye. Wa ya'lam ma fil barri wal bahri, anajua viliko ambavyo vipo nchi kavu na ambavyo vipo majini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, na hakuna waraka wote ule, yani lote la mti linadondoka isipokuwa anafahamu. Wala habatin fi dhulumatil ardi, wala punje ndogo katika kiza cha ardhi. Wala ratbin, wala kitu ambacho ni kibichi. Wala yabisin, wala kitu ambacho ni kavu, illa fi kitabin mubin, isipokuwa mambo yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala amehifadhi kwenye kitabu al-mubin. Kwa hiyo atakapokuja jini au mwanadamu akadai mambo haya, huyo kikawaida anamrushia Allah uongo tu, lakini hakuna anachojua. Kwa nini? Kwa sababu ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameyafanya mambo hayo ni ya kwake mwenyewe. Qala al-Imam as-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadhihi al-ayatu al-'azima min a'zam al-ayat tafsilan li'ilmihi muhitun. Hii aya ni miongoni mwa aya ambazo zimekuja kufanya upambanuzi katika elimu yake Allah ambayo ni pana. Wa annahu shamil ghuyub kulliha, kwamba imekusanya ghaibu zote, allati yuthiru biha ma sha'a min khalqihi, ambazo anaweza kumuonyesha mtakaye katika viumbe wake. Wa kathiru minha tawiya ala ilmihi ala almalaika almuqarrabun, na mengi Allah subhanahu wa ta'ala aliwaonyesha wale ambao ni muqarrabun, wal anbiya na manabii, wal mursalin na mitume, fadlan an ghayrihi min alalamin. وكثير منها طوي علمه عن الملائكة. طوي imejificha, sio wameonyesha, imejificha elimu hiyo kwa malaika, hawajui wale mukarrabun wala al-anbiya wala al-mursalun, ukitilia watu wa kawaida. Pia katika surati an-Naml aya ya 65, katika an-Naml aya ya 65 nasema hivi: "Qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wama yashuruna ayyana yub'athun." Kul, sema Muhammad waambie, la ya'lamu, hakuna anayefahamu, man fil ardi wa
man fi samawati wal ardi, kwa viumbe walioko mbinguni na viumbe walioko ardhini. Al-ghaiba, hakuna anayefahamu ghaibu illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anajua ghaibu. Wama yashuruna ayyana yub'athun, na wao hawajui ni muda gani atafufuliwa. Qala al-Wahidi rahimahullah ta'ala, qul la ya'lamu man fi samawati, yani al-malaika, wal ardi, yani an-nas. Hakuna anayejua katika mbingu, yani malaika hawajui, wal ardi, yani wanadamu hawajui. Al-ghaiba, hakuna anayejua ghaibu. Ma ghaba anil ibad, na ghaibu ni kile kilichojificha kwa waja. Ila Allah wahdahu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Wama yashuruna ayyana yub'athun, wala ya'lamuna mata yakunu al-ba'th. Wala wanadamu na majini na malaika hawajui ni lini kiyama kitasimama. Wal maana, na maana hapa, ana Allah huwa alladhi ya'lamu al-ghaiba. Allah jalla wa ala pekee yake ndiye anajua ghaib, wa ya'lam mata al-ba'th la ghayruhu, muda gani kiyama kinasimama na hakuna mwingine anayejua. Na hii ni tafsiri al-Wasit, juzuu ya 3 kurasa wa 383. Hilo jambo la kwanza, kwamba zawadi wanaowapa wanadamu majini, zawadi ile ambayo majini wanawapa wanadamu ni ghaibu. Na ghaibu ipo ya aina mbili. Ghaibu ambayo hakuna anayejua, si malaika wala si wanadamu wala si kiumbe chochote. Kudai ghaibu hii jini au mwanadamu, huyo anamrushia Allah tu, wala hakuna atafahamu. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili katika hayo mambo, antakuna min al-mughayibati allati kadha Allahu amraha fi as-sama, yawe ni mambo ambayo ni ya ghaibu lakini hukumu yake ishahukumiwa mbinguni. Wa asbati ma'lumatan li dhawi al-ikhtisas min al-malaika, na tayari ni mambo yanafahamika kwa wale wenye vyeo vyao katika malaika, au min al-bashari, au viumbe, mimma yutli Allahu alayhi man sha'a min rusulihi alayhim salam, kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwafunulia hiyo elimu yake hiyo ya ghaibu, ima hao wanadamu au malaika. Fallahu ta'ala idha qada amra fi samaa, Allah subhanahu wa ta'ala akihukumu jambo mbinguni, fatakallama bi amri alladhi yuhi ila Jibril, akazungumzia ile amri ambayo inaenda kwa Jibril. Akhbara Jibril bidhalika limalaika, Jibril anawafahamisha malaika. Wakad yasma'u mustariqu as-sam'i, na huo muda wanaweza wakasikia mustariqu as-sam'a. Na mustariqu as-sam'a min al-jinni ni wale ambao wanaenda kuchukua taarifa kutoka mbinguni, ikisha wanishushe katika ardhi wawafahamishe makuhani katika wanadamu. Sasa wakati sheria inatajwa au jambo linatajwa mbinguni, hawa mustariqu as-sam'i wanapanda kwenye mbingu kwenda kusikiliza hizo taarifa. Wakizipata huku ardhini za ghaibu, lakini wao washazijua. hapo sasa farubama adrakahu ashihab kabla an yulqi alkalima lilkahin, wenda akapigwa na kile kimondo kabla ya kufikisha ile tamko kwa kuhani fil ardhi, warubama alqaha kabla an yudrikahu, na huenda likamfikia kabla hawajapigwa. Yakibu maaha alkahin 100 kadhiba, hapo kahin atatoa uongo mara 100 yake. Na hadithi hii ambayo inazungumzia namna mambo ya mbinguni siri zake zinavyovuja na zikaletwa katika ardhi na majini, ametaja Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika Sahih al-Bukhari, ikiwa ni hadithi ya 4800 inazungumza namna ya wahi wa mbinguni unavyotajwa, alafu majini wanavyoiba, alafu wanawaletea makuhani katika ardhi hiyo zawadi, alafu waabudiwe kinyume cha Allah. Hadithi katika Sahih al-Bukhari من طريق أبي هريرة إذا قضى الله أمرا في السماء، فإذا الله نبهكم جامبا كمينه ضربت الملائكة بأجنحتها، ملائكة ونفجيش بغزاوة خضوعانا لقوله، وكن يكنيكي قوليك الله كأنه سلسلة على الصفوان، كان kwamba hiyo sauti kitoka ni mnyololo uliopigwa katika iwe umu. فإذا فزع an qulubihim, itakapoondoka ile hofu katika nyoyo za malaika, qalu madha qala rabbukum, wanasema kumwambia Jibril, Jibril, kitu gani alichokisema Allah? Qalu lilladhi qal, watajibiwa na wale waliouliza
قال الحق أمسيما الله لحقي وهو العلي الكبير نألا نيوجونا نيمكوا فيسمعها مسترق السمع hapo watasikiliza majini walioenda kutafuta hizo taarifa huko mbinguni wa mustariqu as-sam'i hakadha ba'dhuhu fawqa ba'd na mustariqu as-sam'i hakadha ba'dhuhum fawqa ba'd ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه kwamba Sufyan anasema hao mustariqu as-sam'i wanabebana hivi yani huyu wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wanaenda wanafuta mpaka mbinguni ndivyo wanavyobebana ili wakachukua taarifa huko mbinguni ndivyo wanavyobebana ili wakachukua taarifa huko mbinguni fayasma'u al-kalima watasikia tamko kutoka mbinguni fayulqiha ila man tahta yule alisikiajiwa anampa wa chini anampa yule alikuwa chini thumma yulqiha al-akhar ila man tahta wa chini anampa wa chini hata yulikiha ila lisani sahiri au likahina mpaka afikishe taarifa hizo kwa mchawi katika wanadamu au kumfikishia kuhani katika wanadamu kumfikishia kuhani katika wanadamu maana yake hapo mwanadamu ndio anaanza kutoa taarifa anajifanya mjanja kumbe kapewa hongo aabudu shetani kapewa hongo aabudu nini aabudu shetani kwa sababu amepewa taarifa za mbinguni ambazo zinaonyesha mambo ya siri farubama adraka shahab kabla ayulqiyahu huenda kimondo kikawapiga vile mnapiga vile ni walinzi wa mbingu wale warubama alqaha kabla ayudrikahu au huenda akapigwa kabla akalifikisha tamko kabla ya kupigwa fayakidhu maha 100 kadhiba hapo mchawi au kuhani anarusha uongo mara 100 فيقال وكسموا أليس قد قال لنا يوما كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء akasadikishwa kwa lile tamko lililosikika kutoka mbinguni kwa hiyo inaonyesha kwamba asili al-alaqatu baina al-jinn wal-ins ni alaqatu al-adawa ni mafungamano ya kiuadui ni mafungamano ya nini ya kiuadui isipokuwa kuna zawadi iliyopewa mwanadamu na nani na urujini akasahau kwamba hii ni adui wake afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa huwa lakum adu misali dhalimin badala ni badala mbaya kabisa walichagua mabaya فلما سمعه الملائكه sasa malaika watakaposikia hilo jambo baada ilqa'i al-amri ila jibril baada ya amri kufika kwa jibril kad kharaja an al-ghaib alladhi ikhtassa bihi Allah yani imetoka katika ghaibu ambayo ameishara Allah sio ghaibu alishara Allah kwa sababu malaika wanafahamu إذ ألمس به الملائكة وفهم ملائكة فعندئذ تحاول الجن استماع ذلك majini ndio wanafanya jitihada wasikilize wa amma qawluhu ta'ala alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada yeye ndiye anajua ghaibu na hamuonyeshi katika ghaibu yake hiyo yote illa man irtadha min rasul wale waliochagua katika mitume kama ni sura al-jinn aya 26 hadi aya 25 aya 26 hadi aya 27 qala al-imam qurtubi qawluhu ta'ala alimul ghaib الغيب ما غاب عن العباد غيب نبيل أمر مفتيح قواجه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه هاو متومة الله سبحانه وتعالى أنا ونيشي أتكاو أرتكاشو الغيب وإما بس tumeona kwamba kwa hali hii inaonyesha kwamba majini wenyewe hawajui ghaib. Majini wenyewe hawafahamu. Majini hawajui nini? Ghaib. Bali majini wanachokileta katika ardhi ni kile kibaya. Hilo umelielewa? Hilo umelifahamu? Majini hawajui nini? Ghaib. Kwa mujibu wa hadithi hii ومجموع حديثه katika sahihi Bukhari
hadithi 1408. Hadithi 1408 katika Sahih Bukhari inaonyesha wazi kwamba kumbe majini hii posho wanawapa wanadamu waabudu na kusahau kwamba ni maadui, kumbe hii posho wanachukulia mbinguni. Kumbe hii zawadi wanachukulia wapi? Mbinguni. Kumbe hii zawadi wanachukulia mbinguni. Ndio pamoja. Na katika mambo ambayo ni ya wazi ambayo yanatuthibitishia kwa uwazi kwamba majini hawajui ghaibu, kwamba majini hawajui ghaibu, ni aya ambayo ipo katika sura Sabai. Ni aya ambayo ipo katika Sabai, aya 14. Kisa tumoti Nabii Allah Suleiman, ambayo inatufahamisha kisa cha kufa kwa Suleiman. Fihi dalilun, kuna dalili ala anna aljinna la ya'lamuna al-ghaiba, kwamba kama majini wamechukua jambo hili la kuwa wanajua baadhi ya mambo, ni sehemu ya kuwadanganya wanadamu. Wanadamu pia Allah subhanahu wa ta'ala anawazindua wafahamu kwamba majini hawajui nini ghaiba. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت، نظام طلب حكومه tulitoa amri ya kufa kwa Suleiman, na kweli Suleiman filan akafa. يقول الإمام القرطبي فلما قضينا عليه الموت أي فلما حكمنا على سليمان بالموت، نفيني تلقى حكم كيف سليمان حتى صار كالأمر المفروغ منه لكون جنب لميشة kwake وقع به الموت كيف كيف ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. hakuna ما دلهم على موته, hakuna kiume aliyejulishwa juu ya kifo cha Suleimani illa dabatul ardhi, isipokuwa mchwa. Takul min saata, mchwa ukao unakula bakora aliyokuwa ameegemea Suleimani. Na ndugu yangu Muislamu, ukumbuke kwamba zama alizoishi Suleimani alikuwa ni maliku, ni mfalme, lakini ni mfalme wa wanadamu, ni mfalme wa majini, na majini alikuwa anakumikisha. Na majini wa muda walikuwa wamepangwa kazi na bwana mkubwa wamepanga kazi na wanafanya kazi na bwana mkubwa, lakini bwana mkubwa amekufa na kazi zinaendelea kwa sababu wanaogopa kwamba wanafuatiliwa hawa majini. Yani bwana mkubwa amekufa tena muda, alafu bado kazi wanaopewa wanafanya, maana hawajui kinachoendelea. Yani katika aya ambazo zinaonyesha udhaifu wa majini, basi aya 14 katika 7 inaongoza katika aya ambazo zinaonyesha kwamba majini ni madhalili, hakuna anachojua. Basi aya 14 katika 7 inafanya inachukua nafasi ya kwanza. Maana bwana mkubwa mheshimiwa amekufa, alafu watumishi wanaendelea na kazi, alafu sasa hivi wanakuja tunasomea, wanajua nini? wanajua nini? يقول وذلك أنه كان متكئا على مسات وهي الأصل, alikuwa amegemea katika fimbo, famata akafa. kadhalika wabakia khafia hali ila an sakata mayitan liinkisar al-asa liakli al-ardi iyaha. Yani mpaka sasa aliendelea kubaki hivyo hivyo mpaka alipodondoka baada ile fimbo kuliwa na ikavunjika. Ilipoliwa ile fimbo na wale mtu ikavunjika, unajua ilipovunjika alidondoka nayo ile fimbo. Faulima
mautuhu bidhalika, yani ilifahamika kwamba jamaa kafa. Kumbe jamaa kafa. Fakanat al-ardu dalat ala mautihi. Hawa mtu ndio alijilisha katika, ndio alijilisha juu ya kifo chake, sababan lidhuhuri mautihi, na hiyo ndio sababu kifo chake kikadhihiri. Na haya ameyataja al-Imam Qurtubi katika tafsiri ya Qurtubi junzu ya 14 ukurasa 278. Ayo hiba hizo ni aya zinaonyesha kwamba kweli kumbe mafungamano baina ya mwanadamu na jini yalikuwa ni mafungamano ya uadui, isipokuwa jini alitumia fursa ya udhaifu wa mwanadamu kumfahamisha baadhi ya mambo ambayo yeye aliona kwamba mambo hayo ni mambo ya ghaibu. Kwa vile ni mambo ya ghaibu, akaanza kumwabudu kinyume cha Allah, akaanza kumtegemea kinyume cha Allah, akaanza kutaka hifadhi kwake kinyume cha Allah. Na Allah hayo ameyazungumza kwa wazi. Kwa mfano, ukisoma Qur'ani katika suratul Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala bi hikmatihi al-baligha akaandika au akatelemsha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani sura nzima ambayo ilitambulika kwa nini? Ilitambulika kwa nini? Kwa suratul Jinn, ikionyesha ulimwengu wa majini. Ikionyesha ulimwengu wa majini ili jahili afahamu au afahamishe juu ulimwengu wa majini. Sasa mazungumzo ni mengi, lakini ukisoma katika suratul Jinn aya ya 6, wa annahu kana rijalun min al-jinni wa annahu kana rijalun min al-insi yaudhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Hakika hali ya mambo ilivyo, walikuwepo wanaume katika wanaume wa kibinadamu. Hawa wanaume wa kibinadamu wakawa wanataka hifadhi kwa wanaume wa kijini. Unaona? Yaani wanakutana wanaume kwa wanaume. Lakini kuna mwanaume mmoja anajipendekeza kwa mwanaume mwenzake. Kuna mwanaume mmoja anajipendekeza kwa mwanaume mwenzake. Si aibu hiyo? Wanao kana rijalu min al-insi yaudhuna bi rijalin min al-jinni. Hakika hali ya mambo ilivyo, kulikuwepo wanaume wa kibinadamu. Na kwa hiyo kuna wanaume katika wanaume wa kibinadamu, wao wanataka msaada kwa wanaume miongoni mwa wanaume wa kijini. Na afadhali ingekuja wa annahu kana nisa'u min al-insi yaudhuna bi rijali min al-jinni. Afadhali kama aya ingekuwa hivi kwamba kulikuwepo na wanawake wa kibinadamu wanataka hifadhi kwa wanaume katika wanaume wa kijini, kuliko wa annahu kana rijalu min al-insi. Ikali ya mambo ilivyo, kuna wanaume wa kibinadamu yaudhuna bi rijali min al-jinni, wanataka hifadhi kwa wanaume wa kijini. Yani haya yote haya ambayo yanatokea ni baada ya wanadamu kusahau kwamba jini ni nani? Ni adui wao. afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wa huwa lakum adu bisalil zalimin badala. Mnamfanya huyu jamaa na kizazi chake ni rafiki yenu, ibilisi ni rafiki yenu, mashetani wa kijini ni marafiki zenu, wakati ni adui mkubwa kwenu. afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa huwa lakum adu bisalil zalimin badala. Ndugu yangu, ukisoma hizi adilla min kitabillah wa min sunnati rasulillah, utagundua kwamba wanadamu wamechezewa mchezo mbaya na majini. Na wengi wanaona ni kawaida, kumbe ni jambo la hatari. Wengi wanaona ni jambo la kawaida, kumbe ni jambo la hatari, kwa sababu shetani anachokusudia kwa mwanadamu anakusudia mwingize kama moto wa jahannam. Hayo ndio makusudio yake. Kwa hiyo
ubainifu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwenye Qur'an juu ya mafungamano ya mwanadamu na majini, ubainifu alioweka Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna unaonyesha mafungamano ya mwanadamu na majini, ingetakikana wanadamu katika hii dunia wote kwa ujumla wao wasikubaliane na kitu kinaitwa majini, kwa sababu ni adui wao, na kwa sababu jini anawataka waingie katika moto wa jahannam. Anawataka waingie katika moto wa jahannam. Jambo la hatari sana, ni jambo la hatari ambalo kunu ala al-intibah. Hebu zindukeni katika hilo, zindukeni katika hilo, ni jambo la hatari, zindukeni katika hilo. Zindukeni katika hilo, kwa sababu ni jambo la hatari, ni jambo la hatari kabisa ambalo Muislamu anaonekana awe macho nalo. Usikubali kumjengea kibanda, usikubali kufanyaje? Muislamu usikubali kufanyaje? Usikubali kumjengea kibanda, kwa sababu kimjengea kibanda umemfanya ni rafiki wakati ni adui, na malengo yake kwenu si malengo mema, kwa sababu ahadi aliyochukua ni ahadi ya kukupoteza nyinyi tu, na hilo ndilo ambalo analifanya. Na kiapo hicho ameshakichukua, wala udhilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubtikunna adhan al-an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min duni Allah faqad khasira khusranan mubin. Nasema wallahi nitakupotezeni nyinyi, nyinyi nitakupotezeni nyinyi wanadamu. Mpaka ikafika ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله, na yote yule mwenye kumfanya shetani ni rafiki yake, fakad khasira khusranan mubin, fakad khasira khusranan mubina, huyu atakuwa amepata hasara, hasara ilikuwa wazi, ikiwa ni aya ya 119 katika Nisa. Ikaenda mpaka aya ya 120, yaiduhum, shetani anawaahidi, anawapa ahadi, wayumannihim wama yaduhum shaytan illa ghurura, na hicho ambacho anawaahidi shetani kuahidi wanadamu, hawaahidi sikuwa anawaahidi udanganyifu tu, anahada. Lakini pia ukisoma katika An'am, sura An'am aya ya 128, hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yawma yahshuruhum jami'a ya mashara al-jinni kad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha'a Allah inna rabbaka hakimun alim. Wa yawma yahshuruhum jami'a, na ile siku ya kiyama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wote wanadamu na majini. Yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina insakum wa jinnakum, siku Allah subhanahu wa ta'ala atakapokusanyisha wale wa mwanzo na wa mwisho katika majini na wanadamu. Wa yawma yahshuruhum jami'a, ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wote, jami'a thaqalaini min al-jinni wal-ins, wote wanadamu na majini. Man dhalla minhum wa man adalla ghayra, yule ambaye amepotea na yule aliyempoteza mwenzake. Fayaqulu mubikha lil-jinni
alladhi adhallu al-ins. Allah atasema kumwambia jini, atamsema vibaya jini ambaye amempoteza mwanadamu. Wazayyanu lahum sharra wa'azuhum ila ma'asi, na wakapambia shari na wakawasukuma katika maasi. Jini ataambiwa ya mashara al-jinni kad istaktartum min al-ins, ay min idlalihim wa saddihim an sabilillah. Inyi majini mmezidi sana kwa kupoteza wanadamu, na hao wanadamu mmewazuia wasiende, mmewazuia wasipate njia ya Allah. Fakaifa akdattum ala maharimi watajara'tum ala mu'anadati rusuli. Vipi mmekuwa na ujasiri wa sampuli hiyo? Vipi mnavunja yale niliyoharamisha? Ni vipi mnakuwa mnawapinga mitume? Wa kuntum muharibina lillah sa'ina fi sabbi ibadillahi an sabilillah. Na nini majini na nini mashetani wa kijini mkasimama kisimamo na kumpiga vita Allah, na mkafanya haraka kuwazuia watu wasipate njia ya Allah ila sabili jahim, mkawataka wengi katika moto wa jahannam. Falyawma haqqat alaykum la'nati wajibat lakum naqamati. Na leo imethibiti kwenu laana yangu na imethibiti kwenu adhabu yangu. Wasanazidukum min al-adhabi bihasbi kufrikum, na tutakuadhibuni kwa adhabu kubwa kutokana na zile kufuru mlikuwa mnafanya duniani. Waidhlalikum lighairikum, na kule kuwapoteza wanadamu. Mnawafanya wanadamu ni watumwa wenu, mnafanya wanadamu mnawafanya mnavyotaka. Subhanallah. Eti mtu ameota usiku, anaambiwa bwana mimi nataka unijengee nyumba. Kweli anaonyeshwa kwenye ndoto sehemu ya kujenga kibanda. Anaenda kutafuta miti mwenyewe msituni, anaenda dukani anatafuta na kamba za kufungia. Alafu akimaliza kibanda ambacho ilikuwa ni hamna kitu kinachokaa, anapasafisha vizuri kabisa. Alafu anaweka na maji, alafu anaweka na unga, alafu anasema hodi hodi bwana mwalimu. Unaona, anasema hodi hodi bwana mwalimu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atasema mbaya majini, anawaambia ya mashara al-jinni kad istaktartum min al-insi, enyi majini mmezidi sana kwa kupoteza wanadamu, mmewafanya ni mazuzu. Nyinyi mmezidi bwana, mmewafanya wanadamu ni mazuzu. Kweli tunafanya mazuzu, maana kibado umejenga mwenyewe, alafu unasema hodi hodi bwana mwalimu. Alafu maji ulioweka wanakuja kunyongua, alafu ungo ulioweka wanakuja kudonoa ndege. Jamani, mbona mtihani tena? Mbona ni mtihani tena? Huyo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ni alimul ghaibi wa shahada, anajua ya ghaibu na yanayotendeka, anajua majini wanaowafanya wanadamu. Anasema ya mashara al-jinni kad istaktartum min al-ins, inni majini bwana nyinyi mmezidi kwa kupoteza wanadamu huko duniani, mmefanya mtakavyo nyinyi, mmefanya mtakavyo. Kuku unafuga mwenyewe, naam, kuku wafuga mwenyewe na pumba unanunua mwenyewe, alafu anakuambia namtaka jogoo mweupe. Anasema namtaka jogoo mweupe, jambo la hatari sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye kila kitu amekwisha kutuambia, wala hana alichokibakisha, hana alichokibakisha. Sasa wakati majini wanasemwa vibaya, wanadamu nao wakainuka wanasema rabbana istamta ba'duna bi ba'd, Allah tumestaleheshana baadhi kwa baadhi nyingine. Wabalagana ajalana alladhi ajalta lana, na ikafikia ule muda ambao wewe ushatuwekea. Unaona,
yani huyo anayetetewa au huyo ambaye adui yake anasema vibaya, yani hata huko akhera anamfanya rafiki tena. Wewe mbona hiyo aya ilipokuja, ya mashara aljinni kad istakbartum min al-ins, nyinyi majini mmezidi kwa kupoteza wanadamu. Sawa, sasa tunarudi kwa wanadamu. Wakala awliyauhum min al-ins, wanasema jamaa zao, marafiki zao wale wa kibinadamu, rabbana istamta ba'duna bi ba'dhi wa balaghana ajalana alladhi ajalta lana. Allah, tumestaleheshana baadhi kwa baadhi nyingine bwana, tulikuwa tunatumikishana, mimi namtumikia na namtumikia mpaka umuda uliotokea ukaisha. Allah subhanahu wa ta'ala kawaambia kama ni hivyo, qala an-naru mathwaakum khalidina fiha, moto wa jahannam utakuwa ndio makazi yenu nyinyi wanadamu na nyinyi majini mliokuwa mnasaidiana duniani, na humo mtakaa milele. qala an-naru mathwaakum khalidina fiha, moto wa jahannam ndio makazi yenu nyinyi mliokuwa mnasema hodi hodi bwana mwalimu. Moto wa jahannam utakuwa ndio makazi yenu nyinyi na hao majini mliokuwa mnapo. Aya 128 katika An'am. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa tiketi ya moto. Akatoa tiketi wapi? Ya moto. Kwa nani? Kwa mwanadamu na nani na jini, kwamba wote wataingia katika moto wa jahannam. Waliyadhu billah, waliyadhu billah, wote wataingia katika moto wa jahannam. Kwa nini wanaingia katika moto wa jahannam? Kwa sababu walikuwa wakifanya yale ambayo Allah ameharamisha. Ndio moja, walikuwa wanaabudu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Ni kitu cha hatari, kitu cha aibu. Mtu kwenye pango anaingia hodi hodi kwa mwalimu, anakuja na mjengea na kibanda, anamjengea kibanda nyumbani. Kimuuliza kibanda cha nani? Asema bana, unajua mke wangu bana jini wake anataka uganga, kwa hiyo hiki kibanda cha mke wangu. Wewe mwanamume wewe, kibanda cha mkeo. Unajua jini aliyekuwa ndani ya mwili wa mkeo nani? Je, kama mwanaume mwenzako. Akiwa mwanamume mwenzako, manake unamsaidia mwanamume mwenzako kwenye mji wako. Anamdiani kwa sababu majini mengine wanaoingia wanawake kwa sababu wamewapenda. Sasa kama kamuingia mkeo kwa sababu kampenda, alafu unamsaidia mkeo kujenga kibanda, manake unamsaidia kujenga kibanda cha mume mwenzako. Unamsaidia kujenga kibanda cha mume mwenzako. Sasa jambo la hatari. Lakini kama tunavyosema, mtu ni maajabu kwamba unaweka maji, unaona kabisa maji yanakunywa, maji wanakunywa mbwa, wanakunywa mbuzi, basi unashuhudia. Sasa unamweka maji yuko wapi? Unaweka unga wako, unaweka, unakuja unanunua ndege, kuku, unaona kabisa kwamba wanaokula ni ndege na kuku. Huyo ni mwekevu hapo. Na kama yupo, kwa nini ameshinda kulinda vitu vyake? Kama yupo, kwa nini kashinda kulinda vitu vyake? Hata kama kalinda kushinda maji ya kunywa aliyowekewa, kama kashinda kulinda unga au mke wa chakula, hata kulindaje sasa? Anakulindaje sasa? Ukisoma katika suratul Hajj aya ya 73 74, ya ayuha an-nas dhuriba mathalu fastami'u la, enyi watu mmepigiwa mfano, usikilizeni huo mfano. innal ladhina tad'una min duni Allah, hivyo mnavyoomba kinyume cha Allah, la yakhluqu dhubaba walau yajma'u la, hawana uwezo wa kuumba hata inzi, hata wakusanyike wote duniani. Yani hayo majini yakusanyike yote duniani, yapewe mtihani tu kuumba inzi, Allah anasema hawana uwezo wa kuumba inzi. Hawana inzi kuumba, hawana.
hawana. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastankidhuhu minhu. Na inzi akija kuiba chochote, yani inzi akaja kudonoa chochote kwenye hivyo vilivyowekwa, yani hawawezi kuokoa kilichodonolewa. Yani ili uelewe mfano, yani ndege akaja kuchukua katika miliki yao, yani hawawezi kutetea hicho kitu kwa hiyo ndege. Maana na machezo anaenda Allahu fasalib wal matlub. Amedhofika, anayeombwa na anayeomba wote wanyonge, hakuna anayeweza kumsaidia mwenzake. Maana wangekuwa na uwezo, wangempiga mbwa anakuja kunywa maji. Sina mbwa watu wengi wanaona ni kama kinyaa, lakini mbwa anaingiza mdomo kwenye chombo cha bwana mwalimu, alafu anakunywa maji, bwana mwalimu anaangalia. Al-alaqatu baina al-jinni wal-ins, alaqatu al-adawa. Mafungamano baina ya jini na mwanadamu ni mafungamano ya uadui na sio urafiki. Kuanzia aumbwe Adam, shughuli ipo hivyo, ila an yaritha Allahu al-ardha man alayha, mpaka Allah atakapoirithi ardhi na vilivyomo katika ardhi. Lakini tulisoma aya 50 katika Kahf, kana min al-jinni fasaka an amri rabbih. Ibilisi alikuwa katika majini, ni katika wale waliopinga amri za Allah. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wa huwa lakum adu. Mnamfanya Ibilisi na kizazi chake ni rafiki, ile hali ya kuwa ni adui. Bisa lidhalimina badala, ni badala mbaya kabisa ambayo wamechagua watu madhalimu. Ndugu zangu katika imani, mafungamano ya mwanadamu na jini tangia hapo mwanzo ilikuwa ni mafungamano ya uadui na sio urafiki. Cha kushangaza, cha kustaajabisha, Waislamu ndio waliofanya mashetani ni rafiki zao. Wewe fanya utafiti katika milima Usambara, maeneo ya misheni, maeneo ya Wakristo hayana vibanda vya mizuka. Maeneo ya misheni, maeneo ya Wakristo hayana vibanda vya mizuka. Yani Wakristo wao wanajua kibanda cha mzuka ni ushirikina. Yani Wakristo wao wanajua kuabudu shetani haifai. Yani Wakristo wao wanajua kuabudu shetani ni haramu. Halafu zunguka katika maeneo wanaoishi Uislamu, mpaka maimamu na ustadhi na walimu wa madrasa, unakutana na kibanda nje ya nyumba ya ustadhi, unakutana na kibanda nje ya nyumba ya katibu wa madrasa, unakutana na kibanda nje ya nyumba ya mweka hazina wa msikiti. Mpaka Kristo wanaona kama vile dini ya Kiislamu ya mashetani, na wanasema unataka usilimu wa Muislamu, unataka wale kwenye dini ya mashetani. Sio kwamba wanahukumu kwa sababu eti kwa sababu wanawadhulumu Waislamu. Wanahukumu kwa sababu ndivyo wanavyoshuhudia. Walwaqi'u shahidu ala dhalika. Na mazingira na uhalisia ndio unatoa ushahidi. Wewe ukisikia watu wamekesha kwenye ngoma ya shetani, huwezi ukapata Mkristo hata mmoja. Wewe ukiona watu wamekesha kwenye ngoma ya fika na kunywa pombe, huwezi kuona Mkristo. Maana yake fika miongoni mwa vitu ambavyo vinatafutwa ni pombe. Yani tambiko la fika halipiti mpaka pombe iwepo, na watakunywa waliohudhuria pombe, na wale walimu wa jambo pale wote watakunywa pombe. Fika haiendi bila pombe. Ibada ya fika haiendi bila pombe. Yote hayo wanafanya tombo nani? Ni Waislamu. Walisahau kwamba huyu wanayemtumikia ni adui wao. Hata kawaida mwanadamu utakapomjua mtu ni adui yako na kwamba ni naye. Kwa nini wewe unaambiwa shetani ni adui yako unamkaribisha nyumbani? Ikisha unamfanya ndiye anakupa mwongozo. Tena unamwita mwalimu, hoji bwana mwalimu.
ni mambo ya hatari kabisa, ambayo haya ndiyo yamejaa katika milimbo ya Usambara. Kwa maana kwamba tukiongea, kuna watu wanasema wanda sasa bado mnaongea Wasambaa tu. Sasa nataka tuongee Wadigo wakati tunakaa na Wasambaa. Sasa nataka tuongee Waarabu wakati tunakaa na Wasambaa. Unataka tuongee na Wambungu wakati tunakaa na Wasambaa. Hata Qur'ani iliwazungumzia Quraysh. Liila fi Quraysh. Maana yake ni wazungumzia nani? Quraysh. Kwa hiyo lazima sisi tuzungumze, na hii si kwamba sisi tunazungumza kwamba eti tunawadui na mtu aina yote. Tunazungumza kwa sababu tunawaonea huruma. Tunazungumza kwa sababu tunawaonea huruma. Kwa nini? 128 katika An'am Allah anasema huyu jini na huyu mwanadamu ambao ni marafiki, annaru matwakum khalidina fiha, nyinyi moto ndio utakuwa makazi yenu. Kwa hiyo Allah amekwisha kuandika tiketi ya motoni kwa mtu anayesubiana na jini duniani. Kwa tunasema ili kuokoa na moto wa jahannam ni mapenzi mazuri sana, wala sio wadui na nini. Ishi hapo, Allahu a'lam. Allah